Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi kupata fursa kuwa mchangiaji wa kwanza wa hotuba hii ya Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruksa yako mimi nataka nijielekeze kwenye maeneo 6 muhimu. Leo sina lengo la kuzuia fungu leo, lakini nitajielekeza mchango wangu katika maeneo 6 muhimu. Jambo la mwanzo ambalo nitapenda nilizungumze ni eneo la mafunzo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona kwenye hotuba hii wizara imetuambia kwamba ina uhaba wa wataalamu na wafanyakazi, hususan kwenye kada ya sheria, kada za tehama na kada nyingine ambazo wameziainisha. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwenye hili kidogo nakuwa napata ukakasi. Karibuni hivi tumeona barua ikitembea ya wizara kuzuia wafanyakazi kwenda katika mafunzo ya muda mrefu. Leo wizara hii ambayo imekwenda kuzuia mafunzo ya muda mrefu, katika hotuba yao wanatuambia kwamba wana uhaba wa wafanyakazi, wana uhaba wa wataalamu. Sasa unajiuliza ile mantiki ya kwenda kuzuia wafanyakazi kwenda kusoma mafunzo ya muda mrefu, na wameainisha kabisa mfanyakazi ambaye ana kiwango cha elimu cha degree basi kwanza asiruhusiwe kwenda kusoma masters, na wa masters asiruhusiwe kwenda kusoma PhD. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, unajiuliza hilo kwamba ni kwa nini wakati wao wanajua kama wasimamizi wa utumishi wa umma kwamba kuna uhaba wa wataalamu kwenda kuweka hili zuio la wataalamu kwenda wafanyakazi kwenda kujifunza. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwamba wizara iachie watumishi kwenda kutafuta elimu, hususan wale ambao wana elimu ngazi ya degree kwenda kuongeza utaalamu wa master na PhD. Hii ni tija kubwa kwa nchi yetu. Lakini kwenye hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hapa napenda nipate ufafanuzi. Serikali watuambie ikiwa wamekwenda kuzuia mafunzo kwa watumishi, sasa watueleze, kwa sababu mpaka mwaka 2021 Katibu Mkuu Wizara ya Utumishi alitoa taarifa ya hali ya utumishi ya nchi ikionyesha 70% ya wafanyakazi wako chini ya kiwango cha elimu ya degree ambayo ndiyo ngazi ya utaalamu, lakini 23% tu ndio angalau eti wanaambiwa kwamba wana degree na 7% walikuwa na PhD. Sasa serikali ituambie kwamba wamezuia wafanyakazi wasiende kujifunza. Kwa sasa status ya wafanyakazi kielimu ikoje? Tuna wangapi ambao wako chini ya elimu ya degree? Tuna wangapi ambao wako kwenye ngazi ya degree? Tuna wangapi ambao wako katika ngazi ya master na wangapi wako katika ngazi ya PhD? Hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili Mheshimiwa Mwenyekiti ni eneo la maslahi ya watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo hili tumeona, na kila unapokwenda kwenye wizara jambo la mwanzo ambalo utalipokea ni maslahi ya watumishi, hususan maafisa watumishi na maafisa mipango. Hawa ni watu ambao katika taasisi zetu wanatumwa sana, lakini maslahi yao bado yako chini. Kwa mfano, maafisa utumishi ndio ambao wanabeba dhima ya siri za ofisi, lakini bado maslahi yao ni yale yale. Kwenye posho nyeti na kwenye posho nyingine hawalingani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili naomba wizara walitizame. Lakini pia kwenye eneo la maafisa mipango, mimi naomba wizara wakija hapa watuambie kuna mantiki gani maafisa hawa wa mipango kuendelea kusimamiwa na mawizara au mataasisi kulikoni kusimamiwa na Wizara ya Fedha, kwa sababu ndiko ambako kunapangwa mipango. Leo maafisa wa mipango wananing'inia hapa wizarani kwenye wizara zao. Kwa hiyo ni muhimu sana hili serikali itakapokuja watuambie. Lakini eneo jingine ni eneo la maslahi ya walimu hawa wa vyuo. Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tuna shida kwenye eneo hili la skimu, hususan kwenye walimu wa vyuo vya kati. Leo tuna chuo kama Nkuruma tumekianzisha kwa ajili ya kwenda kusomesha walimu, maana yake ni ngazi ya wataalamu, lakini bado walimu wale wa chuo kile cha Nkuruma mpaka leo wanapokea mshahara ule waliotoka nao sekondari. Walimu wale bado mpaka leo wanapokea maslahi yale waliotoka nayo kwenye wizara zao, yale waliotoka nayo kwenye sekondari. Kwa hiyo ni muhimu sana waziri atakapokuja atueleze kwamba maslahi ya walimu hawa wa Nkuruma yamefikia wapi. Na vyuo vingine, kuna chuo kama Chaipa,
huoni kwamba wana skimu mpaka leo pale watu wote wanaitwa tuta tu. Sijui tutakuwa na matuta mpaka lini? Tuone namna ya mpango wa uboreshaji maslahi yao, lakini mpango wa kupata promotion. Eneo jingine ambalo nilipenda kulizungumza mwenyekiti ni tume ya maadili ya viongozi wa umma. Mheshimiwa mwenyekiti, nilisema kwamba sizuii fungu, na kweli hasa hapa nilikuwa ninalia la kuzuia fungu, lakini nimetizama wizara hii kidogo ina mashehe wengi na ofisi ya mufti na ofisi nyingine, kwa hiyo nikaona kwamba si vyema kwenda kuwazuilia mafungu yao. Lakini kwenye eneo hili la tume ya maadili ya viongozi wa umma, Mheshimiwa mwenyekiti, hapa tuna shida. Ukitizama viashiria ambavyo umetuwekea na uhalisia haulingani. Leo tuna watumishi ambao wameteuliwa na rais, lakini wanavunja maadili ya viongozi wa umma. Ukiitizama sheria nambari 2 ya mwaka 2011, sheria ambayo inahusika na masuala ya utumishi, ukenda ukiitizama na sheria nambari 3 ya mwaka 2003, imeweka vigezo vya namna mtumishi wa umma atakaposhiriki kwenye siasa. Leo Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye hili unaona wateule wa rais, wakuu wa mikoa, ingawa kwenye sheria yao ya tawala za mikoa inawatambua kama watumishi wa umma baada ya marekebisho ya 10 ya katiba, sheria ya utumishi wa umma na sheria hii namba 3 zinavunjwa, lakini hakuna hatua ambazo wanachukua. Hata wananchi wakipeleka malalamiko, pia malalamiko yao hayasikilizwi kwenye mambo haya. Tunaona wakurugenzi panapokuwa na mikutano, watumishi wa umma panapokuwa na mikutano, wanavaa nguo za vyama. Kwa hili tume ya maadili ya viongozi wa umma anapaswa kulifanyia kazi. Ikiwa tumekubaliana kwenye sheria zetu kwamba watumishi wa umma hawapaswi kuwa wanasiasa, hilo lazima tulisimamie, na wanaopaswa kulisimamia ni hawa tume ya maadili ya viongozi wa umma. Lakini jambo hili hawalisimamii, wameliacha. Sio sahihi Mheshimiwa mwenyekiti, na jambo hili linapaswa kufanyiwa kazi. Lakini jambo jingine Mheshimiwa mwenyekiti ni suala la utawala bora. Tumeona hapa kuna fedha ambayo imetengwa inakwenda kwenye eneo hili la utawala bora. Tumeainishwa hapa kwamba watatoa elimu kwa wananchi, watatoa elimu kwa jamii kwenye mambo mbalimbali yanayohusiana na utawala bora, lakini sioni program ya kwenda kutoa elimu kwenye vikosi vyetu. Mheshimiwa mwenyekiti, malalamiko mengi ya uvunjifu wa haki na masuala ya utawala bora yanalalamikiwa kwenye vikosi vyetu vya idara maalum, lakini hatuoni programu yoyote ikifanyika. Watu hawa utawala bora hatuoni wakienda huko. Mheshimiwa mwenyekiti, ni muhimu sana ili kupunguza matendo haya ambayo yanalalamikiwa kila wakati. Ni muhimu sana watu hawa wa utawala bora kurudi kwanza kwenda kutoa elimu kwenye hizi idara zetu, idara maalum. Wanabeba madaraka na mamlaka yasiyokuwa ya kwao, wanavunja ile misingi ya utawala bora, wanavunja ile misingi ya demokrasia. Kwa hiyo si jambo jema na si jambo zuri na si jambo lenye kufurahisha. Niwatake wenzetu hawa watu wa utawala bora warudi sasa. Hii elimu ambayo wamesema wanakwenda kuwapa kwa wananchi, kwanza ianzie huku. Mimi naamini kwamba wananchi kwa kiasi kikubwa wanajua haki zao, na ndio maana ikawa wanalalamika. Kwa sababu kama hawajui haki zao wasingalilalamika, lakini wanalalamika kwa sababu wanajua haki zao, wanafahamu kwamba matendo yanayofanywa si matendo ya kiutawala bora. Lakini eneo jingine mwenyekiti ni taasisi hii ya kuzuia na kupambana rushwa na hujumu uchumi ambayo inaitwa ZAECA. Mheshimiwa mwenyekiti, ofisi hii tumeona kwamba mara kadhaa tumekuwa tukiona kwamba wanataifisha mali mbalimbali, wanataifisha gari, wanachukua fedha, lakini kwenye randama hii huoni makusanyo yao. Nimesema kwamba sina lengo la kuzuia fungu, lakini ni muhimu sana kwamba makusanyo ambayo wanayakusanya yaonekane, na tujue fedha hizi ambazo wanazichukua kwa watu, mali hizi ambazo wanazichukua za watu zinaenda wapi, zinasimamiwa na nani. Lakini kuiweka tu hii kwamba ZAECA inataifisha, lakini ikija wakati wa budget hatuoni walichokusanya, hatuoni hata kwenye ripoti, hatuoni walichokusanya, hatuoni kimepelekwa wapi. Sio sahihi. Ni muhimu sana waziri atakapokuja atuambie hapa fedha hizi ambazo zinachukuliwa ama zinataifishwa na wenzetu hawa wa ZAECA zinapelekwa wapi
nani anakwenda kuzisimamia na matumizi yake ni yapi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine ambalo nimekusudia kulizungumza na nitalizungumza kwa umuhimu wake ni chuo cha utawala wa umma. Kama sikosei, pale pana eneo au pana program ya maendeleo ambayo inajulikana kama IPA UDOM. Mheshimiwa Mwenyekiti, programu ile ni muhimu sana kwa kutuzalishia wataalamu, lakini programu ile huu ni mwaka wa 4 au wa 5, bado hujui imefikia wapi. Si tu kwamba inatuzalishia wataalamu katika chuo, kuna watu ambao wametoa fedha zao, wako nje ya utumishi, wamekwenda pale kusoma kupitia ile program. Ni ushauri wangu, ikiwa kuna tatizo kwenye programu ile, kwa sababu leo watu hawajamaliza, hakuna hata mtu mmoja ambaye amegraduate kwenye programu ile. Kwa hiyo ni ushauri wangu, ikiwa kunaonekana kuna tatizo kwenye programu ile, basi wanaohusika wakutane pande hizi mbili, IPA na UDOM, waone tatizo liko wapi ili waende wakalirekebishe. Mimi sililii zaidi wale ambao wafanyakazi waliopo pale, lakini hawa walioko nje ndio ambao wanaathirika zaidi. Kuna wafanyakazi nje ya utumishi wa umma, kuna wafanyakazi nje ya taasisi ya IPA wameamua kwenda kusoma kwenye ile program. Hawa ndio ambao wanaumia zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa umuhimu na unyeti wa ile program, kama kuna tatizo pande zote mbili, liwe tatizo liwe IPA au tatizo liwe UDOM, wanaoendesha hii program wanapaswa kukutana kuona wanaitatua. Kwangu mimi ni moja miongoni mwa programu mzuri sana, na tuliopita pale chuo cha utawala wa umma tunajisifu na tunajivunia kwamba sisi ni zao la chuo cha utawala wa umma. Naamini kwamba wanaweza wakafanya, kama kuna mambo ambayo hayapo vizuri, wanaweza wakaeka vizuri, wakayarekebisha, wakafanya mambo mazuri kama ambavyo wamefanya kwetu. Tupo hapa, tupo wengi. Wewe mwenyewe mwenyekiti ni zao la chuo cha utawala wa umma, yupo Mheshimiwa Mahmudu ni zao la chuo cha utawala wa umma, yupo Mheshimiwa Salha ni zao la chuo cha utawala wa umma. Kwa hiyo naamini sana kwamba mambo haya au kasoro hizi ambazo zinaonekana, wana uwezo wa kukaa wakazitatua, wakafanya kazi mzuri na programu ile ikaendelea. Asante mwenyekiti.